Tumeshuhudia wachezaji wengi ambao wanatoka nje ya Tanzania na kuja kucheza katika ligi kuu ya Tanzania bara. Wamekuwa wakionyesha love kubwa sana hata wanapotoka katika nchi ya Tanzania na kwenda kucheza katika klabu zingine, bado wanakuwa na ile love kwa Tanzania. So limekuwa ni jambo ambalo limeshakuwa kama ni utamaduni wa Tanzania. Kuna love fulani hivi huwa tunaionyesha sana kwa watu wanaotoka nje, kiasi ambacho hawezi kuisahau kabisa Tanzania wanapokuwa huko katika nchi zingine. Wanakumbuka ile love ya mashabiki wa soka wana love kubwa sana katika nchi ya Tanzania. Lakini mmoja wa wachezaji ambao wana love kubwa sana kwa Tanzania, huwezi kumsahau huyu jamaa Bruno Gomes Barrosa. Mwamba ni moja kati ya wachezaji ambao wameonyesha love kubwa sana kwa Tanzania. Huyu jamaa alikuwa akitumikia klabu ya Singida Big Stars kabla haijauzwa wala kuvunjwa. So ni moja kati ya wachezaji ambao walikuwa na vipaji vikubwa sana alipokuwa akitumikia Singida Black Stars. Moja ya kitu kikubwa ambacho nakwambia na love kubwa sana kwa nchi ya Tanzania ni pamoja na hii story ambayo nakupa hapa. Huyu jamaa alivyokuwa pale Singida ni moja kati ya wachezaji ambao wameitembea sana mitaa ya Singida pale. Alikuwa akitembea katika sehemu mbalimbali, alikuwa akitembelea vituo vya watoto yatima katika mkoa wa Singida. Wengi wanamfahamu katika baadhi ya vituo vya watoto yatima. Na alifanikiwa kumwasili mtoto, kwa lugha ya kitaalamu tunaita adoption, kuadapti mtoto ambaye si wako lakini unamfanya kama mtoto wako, yani unafuata zile taratibu za kisheria, kila kitu unaasilishwa, yani anakuwa asili ya kwako mwenyewe. Hata uraia pia unabadilishwa kutoka katika uraia wake wa awali na kuwa uraia wa kwako, anakuwa kama mtoto wako wa kumzaa kabisa. So huyu jamaa alimchukua huyu mtoto kutoka katika mazingira magumu na kuweza kumwasili, na sasa ni kama mtoto wake kabisa. Sasa kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram, Bruno Gomes Barrosa leo aliposti picha ambayo inamuonesha akiwa anatazama TV. Katika TV alikuwa anatazama mchezo wa kutafuta kufuzu AFCON 2026, mchezo kati ya Morocco dhidi ya Tanzania. Akitazama mpira huo na yule dogo ambaye alimwasili na ni mtoto wake kwa sasa. So walikuwa wakitazama mechi ya timu ya taifa ya Tanzania dhidi ya Morocco. Na kwenye hiyo picha katika showcase yake ya TV pale zinaonekana tuzo ambazo aliwahi kushinda akiwa katika ligi kuu ya nchini Tanzania. Moja inaonekana kabisa ni tuzo ya Player of the Month, mchezaji bora wa mwezi, ambaye aliwahi kushinda, na nyingine ni hapa tuzo ya TFF. Sijaweza kuiona vizuri ni tuzo gani, lakini ni tuzo ambayo alishinda katika zile TFF Awards, tuzo za TFF ambazo zinatolewa mwisho wa msimu. So ni mshikaji fulani hivi ambaye amekuwa na love kubwa sana Tanzania, na katika hiyo post aliandika caption ambayo inasomeka hivi kwa lugha ya Kiswahili: lengo langu ni kudumisha daima mizizi ya nchi hii nzuri ambayo imeacha alama yake katika maisha yangu katika maeneo mengi milele moyoni mwetu Tanzania. Akaweka bendera ya Tanzania na kopa. Ni post ambayo inaonyesha watu wengi wamefurahia kuona hichi alichoposti Bruno Barrosa. Watanzania wengi wamefurahishwa sana, ukiangalia comment ni nyingi kweli kweli katika hii posti. Nitajaribu kukusomea baadhi tu ya comment katika hii posti. Kuna huyu mchambuzi wa soka na mtangazaji wa michezo anaitwa Nazareth Upete, ameandika Padre Bruno. Kuna huyu Privadinho ambaye ni mfanyakazi wa Young Africans katika digital, amekuja akampongeza kwa kuonesha ishara ya makofi. Adabwida ameandika Clark. Dr. Muhammad Hamisi ameandika hongera sana maestro. Musa Wakisu ameweka emoji za makofi akionyesha kupongeza. Kuna comment nyingi kweli kweli ambazo zinampongeza Brazili huyo Bruno Barrosa, ambaye ameposti katika ukurasa wake rasmi wa Instagram. So ni mshikaji ambaye anaonyesha bado ana love kubwa sana kwa Tanzania. Ni jambo kubwa sana hili alilofanya Bruno Gomes Barrosa. Kama umekikubali hiki kitu ambacho amefanya Bruno Gomes Barrosa, naomba andike hapo kwenye comment respect. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Mimi naitwa Dennis Denominator. Endelea kutufollow kwa story nyingi zaidi za kimichezo, lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Dino Television. Huko utakutana na story nyingi sana za kimichezo, zikiwepo makala za michezo, uchambuzi wa soka,
lifestyle za wachezaji ndani ya soka na nje ya soka. Karibu sana na asante kwa kutazama.